ya makutano. Haleluya makutano. Amen, amen, amen. Mahali hapa natambua uwepo wa Mungu, lakini pia natambua uwepo wa maaskofu, wachungaji na makutano kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa mtumishi Dickson Charahani. Amen. Hatutachelewa, naomba twende moja kwa moja kwenye neno la siku ya leo ambalo Bwana amelikusudia. Maana yupo mtu mmoja hapa Mungu amekusudia apate kumtoa kwenye hali ambayo yupo. Basi naomba msomaji wangu unifungulie kitabu cha Isaya 61:1 hadi ile 2, lakini pia utasoma Yohana 4:6, sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 18. Utamalizia pia na Marko sura ya 10 na ule mstari wa 46 hadi 52. Basi karibu. Isaya sura ya 61 ndio mstari wa 1. Ndio Biblia inasema, ndio Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu. Amen. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ndio niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Ndio amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, ndio kuwatangazia mateka uhuru wao, ndio na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Ndio, asante sana. Nenda katika Yohana 4:6 hadi 18, twende haraka. Biblia inasema, ndio na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Ndio basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, ndio akaketi hivi kisimani. Ndio nayo ilikuwa yapata saa 6. Ndio akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Ndio Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambia nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye maji, angalikupa maji yaliyo hai. Mstari wa 11. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, una kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Soma Marko, tumalizie na Marko 10:46 hadi ile 52. Marko 10:46. Biblia takatifu inasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo yule mumaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu nirehemu.
na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, akamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Haleluya, haleluya. Fumba macho yako sasa, niombe. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu mwenye nguvu, mfalme wa falme. Inakuazimisha mahali hapa mtakatifu. Wewe Bwana usiyeshindwa, kwa jambo na namna yote ile mtakatifu. Lazimisha uwezo wako, lazimisha ukuu wako mahali hapa Bwana. Wewe kusudia mfalme amani. Yupo mtu mmoja ambaye Bwana wewe kusudia kumtoa kuna mifungo, kumtoa katika haya yote. Nami sasa nasema kinyume na nguvu za giza, mamlaka zote za kipepo na majini nakanyaga kuvunja kwa jina la Yesu aliye hai. Na kila mmoja pumzi hapo ulipo useme nikaanza na kitabu kimoja cha Isaya 61 na ile 61 na ule mstari wa kwanza, inasema ya kwamba basi roho ya Bwana iko juu yangu, kwa maana Bwana amenipaka mafuta kuwahubiria wanyenyekevu wa moyo habari ya kufunguliwa kwao, nao waliotekwa kwa habari ya kuwekwa huru, kutangaza mwaka ambao Bwana amekusudia. Leo niko mahali hapa kukutangazia jambo moja. Wapo watu wengi sana wamefungwa na nguvu ya giza, wamefungwa katika namna mbalimbali. Sasa zipo namna ambazo shetani amewafunga watu. Kwa hiyo leo nimekuja suluhisho ya vifungo vyote ambayo yaviona na usivyoviona. Lipo suluhisho, ni Yesu. Lipo suluhisho, ni Yesu Kristo. Ndiye aliyembeba mahali hapa, suluhisho ya vifungo vyote. Nikiangalia Yesu yupo na wanafunzi wake. Alipokuwa na wanafunzi wake wamefanya kazi, wamechoka. Katika Yohana wamefanya kazi, wamechoka kabisa. Sasa nianza kifungo kimoja hapo kwanza. Kifungo cha kwanza ambacho watu wengi wamefungwa na hawana namna ya kujinasua kwenye kifungo hicho. Kifungo cha kwanza ni kwa habari ya uasherati, uzinzi pamoja na ushoga, pombe, lakini pia na sigara, bangi. Hicho ni kifungo ambacho watu wengi kimewafunga na hawana namna ya kutoka. Wamejaribu kila namna, wameshindwa kutoka. Wengine wametembea kwa waganga wakitafuta njia ya kuacha, ila imeshindikana. Lakini namwona Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake, anatembea, akawaagiza wanafunzi wake waende kununua chakula, lakini Yesu akabaki katika kisima cha Yakobo. Mara ghafla akaja mwanamke mmoja kuteka maji kwenye kisima hicho. Yesu akamwambia ya kwamba nataka unipe maji. Yule mwanamke akasema, yule mwanamke akasema ya kwamba yawezekanaje, wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria, tutachangamana? Yesu akasema ya kwamba raiti, kama ungejua unayeongea naye ni nani, ungemwomba maji akupe maji ya uzima ambayo ndani yako yatamumujika uzima, afya tele, uzima tele. Ndiye ambaye nimembeba ya vitu vyote, ni Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Kwa hiyo baada ya hapo
Yule mwanamke akasema ya kwamba sasa hauna hata kitu cha kutekea maji na kisima ni kirefu, wawezaje kunipa maji? Yesu akamwambia ya kwamba kama nilivyotaka kusema, sema kwamba laiti kama ungejua unayemwomba maji ni nani, ungemwomba yeye maji akupe maji yaliyo hai, ambayo hayo maji yanakata kiu. Sifa ya maji ni kuondoa kiu, kiu ya dhambi, kiu ya uzinzi, kiu ya sigara, kiu ya ushoga na kiu ya namna yote ile. Yesu ndiye suluhisho. Yesu ndiye suluhisho. Yesu ndiye suluhisho. Yesu ndiye suluhisho na vyote. Ni Yesu peke yake, hapana mwingine. Wamejaribu wanadini wengine lakini imeshindikana. Wamejaribu kwa namna wanavyoweza lakini imeshindikana. Lakini ambaye nakuletea huyu ni mwanaume wa wanaume. Yeye ndiye maji ya uzima na kweli. Sio yale maji ya upako, sio kitambaa cha upako. Ni Yesu original. Ni Yesu original. Asiyetakatuliwa. Ndiye yuko mahali hapa. Mahali hapa. Ni Bwana na Mwokozi. Haleluya. Yesu akamwambia yule mwanamke ya kwamba alipoyataka yale maji, mwanamke alisema kwamba nipe hayo maji, maana sitakuja tena kuteka maji kwenye kisima cha Yakobo. Yesu akamwambia mlete kwanza mmeo, mlete kwanza mmeo. Yule mwanamke akasema mimi sina mke, sina mme, mimi sina mme. Yesu akasema ya kwamba umesema vyema, kwa maana hata uliye naye sio wako. Kwa hiyo alikuwa ni mzinzi, alikuwa ni mwasherati, lakini dawa ipo kwa Yesu. Dawa ipo kwa Yesu. Dawa ni Yesu. Dawa ni Yesu Kristo. Okay, Yesu amekia dawe. Amen. Yesu Kristo. Yesu Kristo sabala. Amen. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ukiangalia watu wameteseka, watu wamefungwa na nguvu za giza, hawajui wafanye nini. Watu wanauawa mbele ya macho, wakipigwa, wakiuawa kisa uzinzi, wakiponda vichwa vikisambaratika kisa uzinzi. Lakini leo nimekuletea Yesu Kristo ambaye ni suluhisho wa dhambi, anaondoa kiu yote ya dhambi. Ni mwana wa Mungu aliye hai, aliyeiacha enzi yake akashuka kwa ajili yako kukuondoa wale vifungo vyote. Waamini Yesu Kristo, yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumesema amen. Kifungo kingine, vifungo vya magonjwa na vifo. Vifungo vya magonjwa na vifo. Unaweza ukaangalia kwa namna ya kibinadamu na kwa namna ya kawaida, watu 99% magonjwa yote duniani, sababu ni Shetani ndiye ambaye ameyaleta magonjwa. Sababu zote, na ukiangalia kila ukoo, kila familia wanakufa kifo kimoja, na ugonjwa ni mmoja. Hata wewe hapo fikiria, ndugu zako wamekufa wengi, kifo ni kimoja. Na kifo sasa hivi kufika majira ya usiku ashavimba, ashaanza kutoa harufu. Sababu nini? Shetani amekamata maisha yako, amekamata familia yenu, amekamata ukoo wenu. Hamna namna ya kutoka. Mmejaribu kila njia, mkaenda kwa waganga kwa ajili ya kujinusuru kwenye kifungo hicho, lakini imeshindikana. Leo nasuluhisho. Leo nasuluhisho. Leo nasuluhisho. Yupo Yesu Kristo. Yupo Bwana. Yupo Yesu. Mwamini leo. Mwamini Yesu Kristo. Yeye ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya.
kwenye upande wa kifo, wanakufa vifo vibaya sana, mpaka inasikitisha. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie ya kwamba, mwangalie jirani yako, mwambie ya kwamba utakufa siku moja. Mwambie usimwogope kwamba utakufa siku moja. Amini usiamini, majira na saa usiozani utakwenda na maji. Majira na masaa usiozani utakwenda na maji. Lakini kifo ambacho nakizungumzia hapa ni kile ambacho shetani amekikuzuia kwenye maisha yako, lakini Yesu Kristo suluhisho lake katika Ayubu 5 na ule mstari wa 26, Biblia inasema ya kwamba naam, utaingia kaburini mwenye umri mtimilifu, utaingia kaburini ukiwa na umri mtimilifu. Pokea Yesu leo, pokea Yesu leo, pokea Yesu leo. Yeye ndiye suluhisho, yeye ndiye suluhisho ya mambo yote. Ni Yesu Mwana wa Mungu aliye hai. Hutakufa ovyo ovyo, tunakufa tukiwa tumetimiza kusudi la Mungu. Amen. Hatufi ovyo ovyo. Wachawi wanachua kwamba aliyeokoka kikamilifu hashikiki, hagusiki. Jivunia Bwana Yesu, jivunia Bwana Yesu, jivunia Bwana Yesu, jivunia Bwana Yesu. Huyo mwanaume ni mwanaume, ni mwanaume Yesu Kristo. Kifungo kingine ni kwa habari ya uchawi na uganga. Hivyo hivyo watu wengi sana, kazi ambayo wanaifanya leo sio mapenzi yao, hata wenyewe hawataki kufanya hiyo kazi, hawatamani kabisa kuloga mtu na kumuua mtu, ila ipo roho ambayo imo ndani wake inamshirikisha kufanya yote hayo. Yawezekanaje kutembea uchi muda wote wakati wa usiku? Yaani unajizatiti kabisa kutembea uchi, huluma kabisa. Hebu leo jisalimishe kwa Yesu Kristo. Amen. Hebu leo jisalimishe kwa Yesu Kristo. Amen. Ukijisalimisha kwake umekuwa salama. Amen. Ukijisalimisha kwake umekuwa msiwano. Amen. Nasikitika kipindi tunaenda tupo katika maandalizi ya mkutano. Chawi mmoja akaja usiku, anatesti mitambo. Kisha mpata hataweza kurudia tena. Amekuja kujaribu kwa nyumba ya mtumishi wa Bwana. Haijafanikiwa hata siku moja. Hiyo kwa Yesu, hatulogeki kwa Yesu, hatutikisiki kwa Yesu. Yupo Yesu mwanaume, yupo Yesu mwanaume ambaye hata kaburi lilimtapika, ilimtema. Mwenye nguvu na uwezo ni Yesu, ni Yesu peke yake, hapana mwingine, hayuko mwingine. Kimbilio pekee ni Bwana wa majeshi, ni Yesu Kristo. Hebu mwamini leo, mwamini leo Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ile mwenye pumzi, hebu ruka hapo ulipo. Yesu. Tunajivunia. Nasema waziwazi, inasema waziwazi, ulinzi ambao hapa nilio nao ni zaidi ya rais, ni zaidi ya Samia. Natamka waziwazi ya kwamba nalinda na nguvu ya Mungu, nalinda na nguvu ya Mungu mimi. Shetani uniweze, mchawi uniweze, yupo Bwana Yesu Kristo.
Okoka uone uzuri wa Yesu Kristo. Okoka uone uzuri wa Yesu Kristo. Hautateseka, utaishi kwa shida. Ni raha mtele, ni raha. Maana Biblia inasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ndani ya Yesu Kristo yamo mapya, yamo mapya. Ndani ya Yesu yamo mapya. Yes, yes, yes. Katika Hesabu 23 Biblia inasema ya kwamba hapana uchawi wala uganga Kifungo kingine. Asante. Kifungo kingine ni kwa habari ya laana, mikosi na balaa. Watu wengi wanaishi maisha ambayo sio yao, ni wanatamkiwa na kuwekwa mipaka kwamba ukoo wetu hapataonekana msomi, kwamba ukoo wetu hapataonekana ambaye atainuka hata kiuchumi. Kwa hiyo hapo maneno ambayo yametamkwa juu yako, shituka. Maneno zako shituka. Maneno zako shituka leo. Shituka leo. Lakini mimi najivunia Yesu Kristo, kwa sababu kipindi kile anamwambia Ibrahimu, nimekubariki, tazama hata kulani nafanyaje? Ninamlani. Nimekubariki, nitambariki. Tumebarikiwa kwa Yesu. Tumebarikiwa. Hapana lawama kwa Yesu. Amen. Chezea Yesu wewe. Chezea Yesu wewe. Yesu ni mwamba. Yesu ni mwamba. Ni mwamba wa wokovu wa maisha yetu. Kifungo cha mwisho. Kifungo cha mwisho ni kifungo cha mapepo majini. Kifungo cha mapepo majini. Watu wamefungwa na mapepo isiyo kawaida, wamefungwa na majini isiyo kawaida. Cha kushangaza, mpaka wengine wanayatumikia hayo majini, na wengine mpaka yamechukua kizazi chao, yamechukua uzazi wao. Leo ni wagumba, kila sio wao. Leo ni tasa, kila sio yake. Ya shetani ametuma pepo, kila kibeba mimba inapomoka, hazai na inapotea ndani ya tumbo. Lakini leo wacha nikwambie, namwona Elizabeti aliyekuwa tasa, hana mtoto mpaka kwenye uzee wake, na mwana malaika anashuka anamwambia, wakati majira kama haya
Kwa Yesu la sio raha. Kwa Yesu la sio raha. Kwa Yesu la sio raha. Mwambie mwenzako situka sasa. Situka sasa. Mwambie situka sasa. Situka sasa. Ameshazaliwa mkombozi wa ulimwengu. Amenikomesha ya vyote. Amenikomesha ya vyote. Sisi hatuna mbunga wala hatuna tasa. Wote kama vile ulivyosema, enendeni ulimwenguni. Yesu Mungu akatuma akasema kwamba ninawatuma sasa mwende ulimwenguni nanyi mkazae, halafu muongezeke, muijaze dunia. Kwa hiyo mtoto ni baraka kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo usipozaa, shida ni yako ama ni ya nani? Si ni ya kwako eh? Si ni ya kwako eh? Mimi nimekuletea suluhisho. Lipo suluhisho. Ni hivi, mtangaza hapa, nina uhakika naye. Na uhakika na Yesu. Ndiyo maana zina habari zake. Nimethibitisha ya kwamba Bwana anaweza kufanya njia haifanye hukumu. Ni Bwana wa majeshi. Pokea Yesu. Pokea Bwana leo. Pokea Yesu. Suluhisho lipo ni Yesu. Ni Yesu peke yake. Tazama ni jambo gani ambalo limo ndani ya maisha yako. Tazama sasa. Hebu jikague ndani ya maisha yako. Ni jambo lipi? Ni jambo gani ambalo limekusumbua? Ambalo limekutesa? Ni jambo gani? Ni jambo gani? Ni jambo gani? Halipo jambo lolote. Halipo jambo lolote. Napokwenda kumalizia. Napokwenda kumalizia. Hebu andaa moyo wako sasa. Tulisoma kitabu cha Marko sura ya 10 42 hadi 52. Na Bartimayo aliposikia habari za Yesu Kristo, ya kwamba yupo anapita Yesu Kristo, yupo njiani anapita, Bartimayo akasema ya kwamba mimi nitakaa kando ya njia nimsubirie mwanaume Yesu Kristo. Lakini Bartimayo kipindi anamsubiria Yesu Kristo, alipotamka Mwana wa Daudi unirehemu, wapo waliopinga wakamnyamazisha kimya. Wapo hata ndani mwako ipo roho inakwambia wala usiende. Vivyo hivyo Yesu yupo kando ya njia. Kama maombi namna hii, hapa ndipo Yesu anataka kutembea sasa. Hapa ndipo Bwana anatembea ndani ya moyo wako. Unakushuhudia, mpe Yesu maisha yako, shida iondoke. Lakini ipo roho inakuzuia. Kwa jina la Yesu na iapiza hiyo roho, ikutoke mara moja. Fanya uamuzi ulio sahihi. Bartimayo akajikaza, akanyanyuka tena akasema, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasikia akasema, hebu mwiteni huyo anayeniita. Wakamwambia, inuka, jitie moyo, anakuita. Nawe Yesu anakuita hapo ulipo. Yesu anakuita. Bwana anakuita. Hebu itika. Baada ya kuitika Bartimayo, Yesu akamuuliza, Bartimayo, wataka nikufanyia nini? Bartimayo, wataka nikufanyia nini?
Bartimayo akasema, nataka nipate kuona, nataka nipate kuona. Shida gani ambayo uko nayo? Bartimayo aliexpress shida yake, alikuwa ni kipofu. Akasema, Bwana, nataka nipate kuona. Shida gani ulionayo? Jenga imani na Yesu nawe akuponye. Yesu akamwambia kwamba, Bartimayo, imani yako imekuponya, imani yako imekuponya. Majitu ya imani yanatembea, yanamwendea Kristo. Nawe jitie moyo hapo ulipo, jitie moyo. Yesu yuko mahali hapa, Yesu yuko mahali hapa, anataka akabadilishe maisha yako. Basi kwa muda huu na wasaa huu, ewe ulioko mbali, anza kuchukua hatua sasa. Mkutano wote kwa ujumla, mkutano wote naomba tunyanyuke. Nyanyuka hapo ulipo kwa wepesi, nyanyuka hapo ulipo sasa. Hatutaki kupoteza muda, maana tunayemhubiri ni Yesu Kristo ambaye hajawahi kushindwa jambo lolote lile. Sogea kwa imani yako, usimwangalie mtu yoyote yule. Chukua hatua yako. Baba, mama, naomba praise msoge mbele. Wakati wa praise msogea mbele. Baba, mama ulioka huko, sauti ya Bwana inakuita, sauti ya Yesu Kristo inakuita. Nyanyua mguu wako sasa, sogea mbele. Chukua hatua yako kusogea mbele. Kuna watu wanataka kufunguliwa leo sasa. Kuna watu Mungu anakwenda kuweka huru. Kuna watu Mungu anakwenda kuweka huru, sababu ulipo suluhisho la Yesu Kristo. Anaiona shida yako. Umetembea sehemu mbalimbali, umeenda kwa waganga, imeshindikana. Kama tabibu imeshindikana, mara ugonjwa uonekane. Kuluma sasa, ila nimeleta suluhisho la Yesu Kristo. Piga hatua yako sasa, piga hatua yako, usiogope. Piga hatua yako kuja hapa mbele, piga hatua yako moja kwa moja.